Napenda nianze na salamu. Kwa majina naitwa Masimulizi. Leo nakuletea simulizi yako pendwa kabisa itwayo Matege mwenye mapenzi ya kweli. Twende kwa pamoja, twende kusikiliza, kupata raha, burudani na tuenjoy kabisa. Matege alisema, jina langu naitwa Musa, lakini wengi wanapenda kuniita Matege kulingana na walisha wangu. Zaya alijibu, sawa Matege, sema shida yako. Matege, macho yangu yameona pambo muhimu katika dunia. Nahisi ni wewe unayeweza kunipendeza. Zaya akajibu, sijakuelewa. Unazungumzia nini? Matege, nimekupenda. Naomba unipe nafasi moyoni mwako. Zaya alitabasamu kisha akasema, sijawahi kupenda wala kupenda. Mimi nipo kwa ajili ya pesa tu. Je, wewe pesa unayo? Matege, unahitaji kuniuzia? Zaya alijibu, bila shaka. Matege, sawa. Pesa sina, nitaenda kukutafutia. Zaya alimtazama Matege kisha akaguna na kusema, na ukifanikiwa kupata hiyo bahati ya kununua upendo wangu au mwili wangu, utalazimika usimwambie mtu, iwe siri ya moyo wako. Matege aliuliza, kwa nini Zaya iwe hivyo? Zaya akajibu, kwa sababu hauna hadhi ya kuwa na mimi. Nikupeleke wapi mfano labda nayo matege yako? Matege alijitazama kuanzia chini mpaka juu, kisha aligeuka na kuondoka. Zaya alitabasamu na kuendelea kucheza ngoma. Hakika ngoma ilikuwa ya pambe, ngoma ilikuwa shangwe, watu walipiga na vigeregere. Kwa pembeni kidogo, Zaya na Siwema wakizungumza. Baada ya kucheka wote kwa mbwembwe, Siwema, shughuli minoga, sipati picha, kesho itakuwaje? Zaya akajibu, lazima iwe pambe, nipo mwenyewe tena kubwa la maadui. Alafu shoga yangu, kuna Matege kanitaka. Siwema, usiniambie. Matege? Utampeleka wapi Matege kama huyo? Zai, nimpeleke wapi? Nimemkatalia huko. Wote warangwa kicheko kwa mbwembwe, huku wakifurahi na kutingisha makalio yao. Watoto wa kisasa hao wakijidai na kuendelea kumnanga kilema huyo. Kiza taratibu kinazidi kutanda na kuwa kikubwa. Zai akiwa anahesabu pesa alizopewa na Matege. Zai anasema, inavyoonekana wewe ni mteja mzuri sana. Matege alisema, kwa nini? Zai, unajali na unathamini biashara ya mtu. Matege, ni kweli, kwa sababu unapenda kuzitetea hisia zangu. Zai, hongera. Unahitaji nianze na nini? Matege, wewe tu na ujuzi wako. Zai alihifadhi pesa pembezoni mwake na kuonekana na saula nguo zake kwa namba kumpa kile anachokitaka bwana Matege. Asubuhi na mapema, Siwema akiwa anafungua mlango wa kwao, lakini akiwa anashindwa kufungua vile inavyohitajika. Punde alifika Zai. Maongezi yakaanza kuzungumzwa kama ifuatavyo. Siwema, haya niambie shoga yangu, wapi umetoka? Maana jana usiku sikukuona kabisa kwenye mziki. Zai, nawe? Nilishikiliwa na danga. Siwema, nani tena? Au ndio huyo Matege uliniambia? Zai, hapana bwana, unamjua basi? Mimi mwenyewe simjui, nimeangalia pesa tu. Siwema, kwa hiyo hapo shoga yangu umenoga, kitita kimejaa, si ndio? Zai, hebu twende bwana. Wale jitahidi wakafungua mlango na kufungua, basi na ndani waliingia. Upande wa pili, Matege akiwa anaendelea kufanya shughuli zake za kawaida, akiwa pamoja na rafiki yake anaitwa Aiman. Aina ya kazi anayofanya bwana Matege ni mfyatua tofali.
Alichakalika mtoto wa kiume, alipambana, alisaidiana vizuri na vyema kabisa na rafiki yake. Baada ya muda mfupi, Aiman na Matege wakiwa wanapata chakula cha mchana, wakipiga stori za hapa na pale, Aiman alisema, chakula cha huyu mama ndio maana huwaga sitaki kununua. Matege aliinuka na kutoka pembeni, aliamua kumpigia simu Zai. Zai alipopokea kwa simu, Zai sauti yake ikisikika, halo. Matege alijibu, halo, ambo. Zai alijibu, poa. Matege akajibu, umekula? Zai aliguna kwa tafsiri ya jibu kupitia simu, ndio nimekula. Matege alijibu, hata mimi ndo nakula. Uko wapi kwa sasa? Zai alijibu, malipo ulionipa bado hajaisha, nipo kwako sasa. Matege alikaa kimya kwa muda mfupi, sauti ya Zai ikisikika kwa simu, halo. Matege aliamua kukata simu na kushusha pumzi zake. Alimfuata Aiman. Matege aliuliza, Aiman, bado mifuko mingapi tumalize kufyatua tofali? Aiman alijibu, kwani umechoka? Matege alijibu, hapana, bado sijachoka, ila nina shida kubwa sana na pesa. Aiman alijibu, bado 4 ifike 10, bila shaka utapata pesa ya kutosha. Matege aliacha peti yake ya chakula chini na kukimbilia chepe. Alianza kupima mchanga. Matege alirudi nyumbani jioni ilipofika, lakini hakumkuta Zai. Alikaa nje ya mlango wake katika hali ya kusubiri. Baada ya muda mfupi, Zai alirejea. Matege aliinuka na kusema, wapi umetoka? Zai alijibu, nyumbani. Matege alisema, malipo yangu yalisha. Zai alijibu, hapana, isipokuwa mfanyabiashara anapenda kupata faida mara mbili. Matege alijibu, kwa hiyo ulipata mteja mwingine? Zai alitabasamu kisha ikajibu, wala, nilishakwambia nimetoka nyumbani. Kwa hiyo hata kama umeshanilipia, ukiwa haupo, akitokea mteja mwingine, nisimfanye biashara? Matege aliinamisha kichwa chini, alifikiria, kisha alimtazama Zai na kusema, nitakuwa ni mimi tu mwenye haki, kwa kuwa tayari nimeshalipa Zai, na ndo maana nimerudi kutoka nyumbani. Nipo kwa ajili yako. Zai alifungua mlango na kumkaribisha Matege ndani. Pita. Matege na Zai wakiwa chumbani wakizungumzia malipo juu ya biashara, na Matege kukumbuka ugumu juu ya kazi anayoifanya. Zai alisema, nipo tayari kufanya uwe mpesi sasa. Matege alijibu kwa ukimya tu. Zai akasema, kimya chako kina tafsiri ya kuwa umechukia. Matege alisema, hapana, nahofia hata kukushika kulingana na kipato changu. Zai alijibu, kwa nini sasa? Matege alikumbuka baada ya kumaliza kazi alikabidhiwa shilingi 3,000 na Aiman. Matege alisema, shida ya pesa nilionayo ni kubwa mno, ili ni ulinde moyo wangu. Aiman, bosi atazingwaje? Aiman alijibu, ninachokusibu usikipe nafasi kubwa kichwani wala moyoni. Kuhusu bosi, kesho atakuja. Shika hii 3,000 na mimi nabaki na hii 2,000.
mapema tu kesho tukutane hapa. Matege alisikitika tu kwa kusema, da Zai, sawa. Kwani sasa uwe na hofu wakati malipo yako bado hayajakwisha? Matege, napenda niwe na kulipa kila wakati. Matege alijibu, napenda niwe na kulipa kila wakati ili uwe karibu na mimi, kwa sababu wewe ndio chaguo la moyo wangu. Zai alitabasamu tu kwa furaha, ingawaje anapenda pesa kuliko unavyofikiri. Naitwa Mu, msimuliaji wa simulizi yako pendwa kabisa iitwayo Matege Mwenye Mapenzi ya Kweli. Ili kupata mwendelezo wa simulizi hii nzuri na yenye kusisimua, usisahau kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa 6 Mwalimu TV. Asante.